Jeshi la Iran lasema karibu miundombinu yote ya Marekani huko Erbil imeharibiwa. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza kuwa karibu miundombinu yote ya Marekani katika mji wa Erbil kaskazini mwa Iraq imeharibiwa. Brigedia Jenerali Mohammad Khamenei amesema kuwa Iran imesababisha uharibifu mkubwa kwa kambi za jeshi la Marekani na kwamba sehemu kubwa ya kambi hizo haziwezi tena kufanya kazi, hasa huko Erbil nchini Iraq ambapo karibu miundombinu yote ya Marekani imeharibiwa. Msemaji wa jeshi la Iran alieleza hayo kupitia kipindi cha televisheni ya taifa. Ameongeza kuwa Iran iko tayari kuendeleza operesheni zake za kijeshi kwa namna hiyo hiyo iwapo vita vitaendelea hadi pale Marekani itakapoelewa kuwa haiwezi kulazimisha matakwa yake kwa wananchi wa Iran kupitia mashambulizi ya kijeshi. Brigedia Jenerali Khamenei amesisitiza kuwa Iran inatumia ndege zisizo na rubani ambazo ni za kisasa zaidi kuliko Arash-2 ambazo zina nguvu kubwa zaidi ya uharibifu, usahihi wa hali ya juu wa kulenga shabaha na zenye kuruka masafa marefu zaidi. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia ameeleza kuwa Iran imetambulisha zana mpya zilizoipa uwezo mkubwa, jambo ambalo limeifanya anga ya nchi kuwa hatari zaidi kwa adui ikilinganishwa na ile ya vita vya siku 40. Ameongeza kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kwamba alitoa kiasi kikubwa cha silaha kwa makundi ya waasi yenye makao yake huko Erbil ili kufanya operesheni za kigaidi dhidi ya Iran. Hivi sasa makundi hayo yamedhoofika pakubwa na hayana uwezo wa kutekeleza operesheni, na hali ya sasa si tu kwamba haiendani na utabiri wa Marekani bali pia imesababisha nchi hiyo wakati mgumu, amesema msemaji wa jeshi la Iran. Wakati hayo yakiendelea, Iran imesema kuwa mazungumzo kati yake na Oman kuhusu safari salama za meli kwenye lango bahari la Hormuz yamepiga hatua nzuri, lakini hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika katika suala la usafirishaji kupitia njia hiyo muhimu ya maji. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei ameeleza kuwa duru kadhaa za mazungumzo zilifanyika mjini Tehran Ijumaa na Jumamosi kati ya manaibu mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Oman. Pande mbili zimejadili kanuni za pamoja na taratibu za utendaji ili kuhakikisha usafiri salama wa meli kwenye lango bahari la Hormuz, na zimetilia mkazo na kusisitiza suala la kuheshimiwa haki za mamlaka ya kitaifa ya nchi mbili hizi za mwambao huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ameongeza kuwa mazungumzo ya Iran na Oman yamekuwa na tija na yamepiga hatua muhimu. Ujumbe wa Oman uliondoka Tehran Jumamosi na mazungumzo ya kiufundi na kisiasa kati ya Tehran na Muscat yataendelea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza kuwa kwa sasa hakuna mabadiliko kwenye hali ya usafiri wa meli kupitia mlango bahari huo. Vilevile jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limezionya Uingereza na utawala wa Kizayuni wa Israeli kuhusu kuisaidia na kushirikiana na Marekani katika vita vyake vya jinai na uchokozi dhidi ya Iran. Msemaji wa IRGC Brigedia Jenerali Hossein Mohebi ametoa onyo hilo Jumapili, siku mbili baada ya Marekani kuonekana kusitisha mashambulizi yake ya anga ya mauaji dhidi ya watu wa Iran baada ya karibu wiki mbili za mashambulizi ya mabomu yaliyochochea majibu makali ya Iran. Brigedia Jenerali Hossein Mohebi ameeleza kuwa Israeli inataka kuifanya Marekani iendelee kuwepo kwenye eneo la magharibi mwa Asia kwa kumshawishi Rais Donald Trump na kutoa taarifa za upotoshaji ikitumia nguvu ya Marekani kutimiza malengo yake yenyewe. Israeli inajua itakachofanya iwapo itarejea vitani, ameeleza msemaji wa IRGC. Ametahadharisha pia kwamba kitendo cha Uingereza cha kuendelea kuunga mkono operation za ndege za kivita za Marekani aina B-1 inaweza kuzifanya kambi za anga za Uingereza kuwa shabaha halali. Hivi karibuni ndege za kivita za Marekani aina B-1 zilifanya operation kutoka kwenye vituo vya jeshi la anga vya Uingereza. Ikiendelea kushirikiana na Marekani, tutavihesabu vituo hivyo kama shabaha zetu halali, ameeleza msemaji wa jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu. Kwa siku 13 mfululizo jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mtawala ya anga dhidi ya Iran na kutenda jinai za kivita kwa kushambulia maeneo ya raia na kuua watu 55. Iran ilijibu jinai za Marekani ambapo vikosi vyake vya ulinzi vimefanya mashambulizi makali ya kulipiza kisasi kwa kushambulia vituo na kambi muhimu ya kimkakati ya Marekani kote Asia Magharibi. Hayo yakiendelea, kwenye vita vya Israeli dhidi ya Hamas, wa Palestina 9 wameuawa shahidi kwenye mashambulizi ya Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza katika saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya Gaza imeripoti kuwa tangu Oktoba 7, 2023 hadi sasa Israeli imeua shahidi wa Palestina 73,326 kwenye eneo hilo. Na taarifa ya wizara hiyo imeeleza kuwa hospitali za Gaza
zimepokea miili ya wahanga 9 wakiwemo wa Palestina 7 waliouawa katika saa 24 zilizopita na 2 walioaga dunia kutokana na majeraha walioyapata kwenye mashambulizi ya karibuni ya Israeli. Vita vya Israeli vilivyoanza Oktoba mwaka 2023 hadi sasa vimesababisha uharibifu mkubwa kwenye ukanda wa Gaza na hali mbaya ya kibinadamu kwa wakazi wa eneo hilo milioni 2.4. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Babe wa Kivita.